tarehe 31 Mei mwaka 2025 tunaadhimisha matembezi ya hisani Pugu maarufu kama Pugu Marathon awamu ya 3. Kumbukwe kuwa awamu ya kwanza ilifanyika tarehe 27 Mei mwaka wa 2023, na tulichagua tarehe hiyo ili kuhitimisha sikukuu ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi ambayo huadhimishwa Mei Mosi kila mwaka. Pia siku hii hiyo ya Yosefu Mfanyakazi huadhimishwa sikukuu ya wafanyakazi wote duniani. Kanisa linaheshimu sana kazi halali na kupata kipato halali kwa watu wote. Katika Biblia, Mtume Paulo aliwaasa watu wafanye kazi tena kwa bidii, na aliwahi kusema asifanye kazi na asile. Tunatoa wito kwa watu wote kufanya kazi kwa bidii ili kukuza uchumi wa familia zetu na jamii nzima ya nchi yetu. Tutambue kuwa kufanya kazi sio adhabu, bali ni wajibu wetu katika kujitegemeza. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimeeleze malengo ya kuanzishwa kwa mbio hizi za Pugu Marathon kama ifuatavyo: 1. Kujenga afya zetu kwa kufanya mazoezi, na 2. kuendeleza kituo hiki cha hija hapa Pugu kama mojawapo ya vituo vya vivutio vya utalii ndani ya nchi. Katika kituo hiki cha hija hapa Pugu, ujenzi wa vituo vya njia ya msalaba utakuwa ni wa awamu. Tuna mpango wa kukamilisha vituo 14 vya njia ya msalaba. Kujenga kila kituo ambapo ni pamoja na njia zake, gharama yake ni shilingi milioni 39. Hapa tunahitaji jumla ya shilingi milioni 546 kukamilisha vituo vyote. Narudia tena hapo, ili kujenga hivi vituo vyote 14 inahitajika shilingi milioni 546. Lengo la pili ni kujenga jengo la utawala ambalo makadirio yake ni shilingi milioni 200. Jengo hilo la utawala shilingi milioni 200. Gharama hii inajumuisha baadhi ya vitendea kazi na ufundi, kwani baadhi ya vifaa tayari vipo. Ujenzi wa jengo la utawala tayari umeshaanza. Ndugu mgeni rasmi, ukosefu wa fedha umefanya miradi hii kutokamilika kwa wakati. Jumla ya fedha zinazohitajika kwa awamu hii ni kiasi cha shilingi milioni 746. Milioni 746. 3. Kufanya matendo ya huruma katika hospitali na wahitaji mbalimbali. Na 4. Kusaidia maktaba katika shule ya sekondari ya Pugu ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifundisha.
Nimefurahi kusikia kwamba hata wewe mgeni rasmi ulisoma katika shule hii ya PUU kidato cha 5 na cha 6. Nashukuru sana kwamba ulisoma hapa. Jamani, makofi kwake kwa mgeni. Kumbe hapa sio mahali pageni kwako. Mwaka huu wa 2025 tunao washiriki zaidi ya 6,000 walioshiriki mbio hizi katika umbali tofauti: kilomita 2.5, kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Ili kufanikisha yote haya tunao wahisani, ikiwemo taasisi yako ya NMB. Naona tena kuna ile tent pale ina haya maneno ya NMB. Alafu na hapa mbele naona wengi jamaa wa NMB. Jamani, hebu tunyoshe mkono ni wa NMB. Naona wa NMB wako hapo. Benki ambayo inapendwa sana na watu wengi, kama mnavyojua. Watu wengi wanapenda benki hii ya NMB. Niko pale. Na kabla sijasahau, niwashukuru sana kwa uhisani wenu mkubwa ambao umefanikisha hii marathoni ya leo. Rasmi tunashukuru sana katika hilo. Asante sana. Nani wafanyakazi wa NMB, asanteni sana. Na tunawaombea baraka za Mungu. Benki yenu iendelee kusonga mbele. Benki yenu itoe huduma ambazo iendelee kutoa huduma ambazo ni bora, na pia benki yenu iendelee kuwa na ule moyo wa uhisani katika matukio mbalimbali ya kijamii. Yako matukio mbalimbali yanayohusu jamii ambapo unakuta watu wanaenda kuomba msaada katika haya mabenki. Tunaomba muendelee na moyo huo wa kusaidia mambo mbalimbali katika jamii ya Watanzania. Na sisi tunawaombea Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, hii benki iendelee kusonga mbele kwa mbio za kasi. Tunawaombea sana. Ninyi mmekuwa basi wafadhili wetu wakuu katika tukio hili la leo, lakini wako wengine ambao kwa kweli wamefadhili hizi mbio, ambao ni Benki ya Taifa ya Biashara, inaitwa NBC. Kuna benki yetu ya Mkombozi, alafu pia kuna Wiso Original Products, pia kuna Lumocons Company Limited, pia kuna Bonite Bottlers Limited ya maji ya Kilimanjaro, alafu kuna hii kampuni ya Yasim, alafu kuna Mr. UK na pia SGA Security. Tunawashukuru sana mpendwa wahisani wetu kwa kutusaidia kufanikisha tukio hili la leo, PUU Marathoni ya 2025, na tunawaombea baraka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, shughuli zenu ziendelee kusonga mbele na muendelee kutoa huduma kwa Watanzania. Kupitia wahisani hao ambao wametoa vitu mbalimbali ikiwemo fedha taslimu, lipa namba, SMS, banners, tents
maji ya kunywa, huduma ya upimaji afya, ulinzi na ushauri. Kwa hiyo huduma hizi zimetolewa na tunawashukuruni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ifuatayo ni historia fupi ya eneo hili la kituo hiki cha Pugu, kituo cha hija. Mwaka 1888 wamisionari kutoka Ujerumani wa shirika la Wabenediktini akiwemo Padre Boniface, mabruda, mafateri na masista, kwa ujumla walikuwa 14, walifika eneo hili na kuanza kituo. Wamisionari hawa waliamua kuishi huku Pugu ili kujitenga na wakoloni wa Kijerumani wa wakati ule. Mnamo Januari tarehe 13 mwaka 1889 waliuawa na utawala wa Sultani Abushiri, na wachache kufanikiwa kukimbia walikimbilia sehemu nyingine. Pamoja mengi waliofanya wakati huo, pia walijenga shule iliyoitwa St. Francis inayojulikana kwa sasa Pugu Sekondari iko, na kama nilivyosema ulisoma pale, kumbe shule yenyewe unaifahamu. Pugu pana historia kwa kuwa ni chimbuko la ukombozi wa nchi yetu, kwa kuwa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa mmoja wa walimu wa shule ya sekondari ya Pugu, ambapo ilimlazimu kuacha kazi ya walimu na kuingia kwenye siasa, hatimaye kupata uhuru tarehe 9 Disemba 1961. Shule ya Pugu, moja ya shule za awali kuanzisha kidato cha 5 na 6, na baadhi ya viongozi wengine waliosoma hapa ikiwemo Rais wa awamu ya 3 marehemu Benjamin William Mkapa na wengine wengi. Kwa kutambua umuhimu wa Pugu, Jimbo Kuu la Dar es Salaam linaendeleza kituo hiki ili kiwe kituo cha hija cha kimataifa na kuwezesha watu mbalimbali kutembelea. Kwa jinsi hii, kituo cha hija kitaitangaza Tanzania na kuvutia watalii kuja na kuingizia nchi yetu mapato. Katika risala ya msimu wa pili wa Pugu Marathon, ambapo mgeni rasmi alikuwa Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, alitupa maelekezo ya kuingiza kituo hiki katika orodha ya vituo vya kitalii Tanzania. Kwa sasa tunaendelea na ufuatiliaji na tunataraji muda sio mrefu kitatangazwa rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa mbio zetu zinakabiliwa na kukosa ufadhili wa muda mrefu na uhakika, hivyo tunaomba mtuweke katika mipango katika taasisi yako kupata mdhamini kwa mwaka wa 2026. Pia tunaomba ukabidhi zawadi kwa wakimbiaji wetu walioshinda katika kategoria mbalimbali zilizopangwa na kamati. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwa kukubali na kuungana nasi siku ya leo na kuwa mgeni rasmi. Tunatambua majukumu yako mengi katika taasisi yako na taifa letu. Asante sana. Pia tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wageni mbalimbali, itifaki ikiwa imezingatiwa, na wote wenye mapenzi mema kwa kuhudhuria. Pia ninawashukuru kamati ya maandalizi na waamini wote kwa kufanikisha mbio hizi.
Shukrani za pekee kwa hisani wote na washiriki wote ikiwemo benki yako ya NMB. Asante sana. Mungu azidi kutubariki na Mungu azidi kuwabariki. Tumsifu Yesu Kristo.